Usisahau. Hello. Habari? Nzuri. Nawasiliana na Brothers Academy. Ndio, tafadhali karibu nikuhudumie. Mimi nimefeli kidato cha 4 na nimewasikia Brothers kwa muda mrefu. Je, waweza nisaidia? Ndio. Sisi ni Brothers Academy, wale mabingwa wa kufaulisha waliofeli kidato cha 4 na cha 6 QT, A-level kwa mwaka mmoja. Kozi za lugha tunatoa, hostel zipo, tupo Dar es Salaam kazini. Wakati sintofahamu hiyo ikiendelea kutanda juu ya hatima ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, inaelezwa viongozi wa juu wa Yanga wameitwa makao makuu ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB. Taarifa kutoka shirikisho la soka Tanzania TFF inaeleza kwamba TPLB imewaita viongozi hao mezani kuzungumza nao, kwani Yanga ndio timu mwenyeji wa mchezo huo. Kwenye kikao hicho, bodi ya ligi inawataka viongozi hao wa Yanga kuendeleza hatua ya maandalizi ya mchezo huo ambao umepangwa kupigwa Juni 15 mwaka huu 2025. Hatua hiyo inakuja ikiwa zimesalia siku 7 pekee kuanzia siku ya kikao hicho, na kitafanyika makao makuu ya bodi hiyo yaliyopo Ilala. Nukuu, kutakuwa na kikao cha bodi na timu mwenyeji kitakachofanyika Jumatatu Juni 9, yani hapo kesho, mwaka 2025, na kuanzia hapo tutajua nini kitaendelea. Hiki ni kikao cha kawaida tu cha maandalizi ya mchezo, amesema bosi huyo wa juu ndani ya TFF. Kwenye kikao hicho, Yanga imetakiwa kuwasilishwa na kamati nzima ya utendaji kuanzia rais wa klabu hiyo Engineer Hersi Said, makamu wake Arafat Haji na wajumbe wa kamati yao ya utendaji. Lakini sasa hoja inakuja, msikilizaji, tukienda mbali zaidi katika kuichimba taarifa hiyo ili kuweza kujua, je, viongozi wa klabu ya Yanga wataweza kuhudhuria kikao hicho ama watagomea? Hebu tuangaze kwa mtasari tu namna ambavyo wakati viongozi hao wakiitwa. Ikumbukwe tu kwamba hadi sasa tunavyozungumza, rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said yeye hayupo Tanzania kwa siku kadhaa sasa. Manake yupo kule nchini, yuko Marekani kushuhudia fainali za FIFA Club World Cup. Sasa kama Yanga imehitajika viongozi wake wa juu, manake lazima pia na huyu rais wa Yanga Engineer Hersi Said awepo ili kuweza kusimama kama Yanga ama kuwakilisha Yanga. Lakini je, Arafat peke yake ataweza na viongozi wengine mbali na Engineer Hersi Said? Kwa sababu hili swala ni nyeti sana, na ikumbukwe mchezo ambao unaenda kujadiliwa ni mchezo nambari 184 kati ya Yanga na Simba, ambao mpaka hivi tunavyozungumza Yanga bado wao wanaona kana kwamba hawakutendewa haki katika ule mchezo wa tarehe 8 Machi 8 ambao uliahirishwa na bodi ya ligi. Kwa hiyo vuta ni kuvute bado ni kubwa, lakini kama nilivyozungumza hapo jana kwamba wachezaji wa Yanga walikuwepo kule maeneo ama kule South Africa, wao walishatua katika ardhi ya Tanzania kuendelea na mazoezi ambayo klabu ya Yanga imekita kambi, na wengi wanasema bado dabi ipo. Baadhi yao wanazungumza dabi bado ipo na mchezo utapigwa kama kawaida Juni 15. Sasa kikao hiki nadhani hapo kesho ndio kitakuwa na taswira tofauti. Kama nilivyozungumza jana, vipo viashiria vya dabi kuchezwa, japo watu wengine wametukana, matusi yamekuwa mengi hapa na pale, lakini ukweli ni kwamba viashiria ndivyo ambavyo nimevizungumza vya dabi kupigwa Juni 15 vinaonekana kuzidi kuiva. Na ndio maana sasa leo naona tayari taarifa hiyo imetoka kwamba bodi ya ligi ama TFF imeitisha kikao hicho na Yanga. Je, Yanga watachomoa ama Yanga wataendelea kugomea hata kikao? Kwa sababu hata hapo siku za awali ilielezwa kwamba taarifa zao zilikuwa hazipo kwenye bodi ya ligi barua, na juzi nikazungumza pia na Boy Manda na yakazungumza ya kwake mtazamo wao na jinsi ambavyo mambo yalivyo. Lakini katika hapa tulipofika, ama swala lilipofika, je, Yanga watagomea kikao hicho cha Juni 9, yani hapo kesho, ama itakuwaje? Yetu macho tusubiri tuone. Sisi tutaendelea kukujuza mtazamaji wetu ambaye unaendelea kufuatilia taarifa mbalimbali ambazo zinakujia katika matangazo. Asante. Kama bado hujasubscribe channel yako, subscribe, kwa sababu zipo taarifa kemkem ambazo
zinaendelea kukujia kupitia Costa TV, channel bora kabisa ambayo inaendelea kukujuza mbalimbali taarifa ambazo zipo mezani. Tunasema kwa pamoja ndio lazima tujue ukweli wa haya ambayo yanasukwa.